sokoni hapo, nashinda naye hapo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo naijua vizuri mno. Okay. Lakini leo nimepata mshtuko mkubwa. Kwa sababu ni miaka mingi sijafika kwa hii hali nimekuta hii. Imebadilika Kariakoo. Wala haiji kwa mtu ambaye hakuwepo kwa hapa palikuwa vipi kwa zamani. Okay. Kwa ndio maana mwanzo ukasema umenipa simanzi. Simanzi yenyewe ni kukumbuka mbali na eneo hili. Na nakumbuka na wale watu ambao nilikuwa nikiwaona ndani. Pale nikimwona mzee Saiwati. Hapa namwona mjomba wangu. Hapa nikimwona Ayubu, alikuwa mpenzi mkubwa wa Sandalendi. Yeye alikuwa na biashara yake hapo. Watu wengi. Kule mbele kulikuwa na babu yangu Sharif Muhammad. Yeye mbele ofisi ya Master ya Abisai. Mbele alikuwa na mabanda yake akiuza njiwa. Na baada kuniuza nani? Ndio katika mambo ya Sheikh Habar. Njiwa ukitumika sana. Utatugusia kuhusu njiwa na zama hizo za Kariakoo ya mwanzo kabisa. Na ni Muhammad Said, mchambuzi wa historia katika soko hili la Kariakoo hapa. Tumeisikia leo historia yake kwamba yeye ni mtoto eneo hili la Kariakoo, kwa maana kwamba amezaliwa hapa. Historia ya wazee wake walikuwa na makazi hapa, kwa maana kwamba wamejenga katika maeneo ya karibu na soko hili la Kariakoo hapa. Endelea kuongozana nasi kuyafahamu mengi kuhusu historia ya soko hili. Na sasa chanzo cha jina lenyewe Kariakoo kwa masuala ya siasa. Hapa kuna historia kubwa sana ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pale nilipokuambia utapaona baadaye pale. Ilipokuwa ofisi ya Market Master, wakati wa Abdul Said ndio Market Master. Okay. Mwalimu Nyerere kama nilivyokueleza alikuwa anakuja hapa kupata Abdul Said. Na Abdu alikuwa na watu wawili chini yake katika kufanya kazi wa soko hili. Soko hili lilikuwa chini ya Dar es Salaam Municipal Council. Kwa chini ya na likisimamiwa na Town Clerk. Town Clerk unaweza kuchagua sasa hivi kama vile unaweza kusema kwa director. Sasa hapa kulikuwa na Sharifu Abdalla Omar Atas. Yeye alikuwa ni mkusanyaji ushuru wa nafaka. Na kulikuwa na Mchuma Kiate, yeye alikuwa dalali wa samaki hapa. Watu hawa wawili walikuwa watu maarufu katika mji wa Dar es Salaam. Abdu ndiye alikuwa Market Master. Mwalimu Nyerere alikuja kujuana na hawa watu wawili hapa sokoni Kariakoo. Na kupitia kwa watu hawa wawili Mwalimu Nyerere akajuana na wafanyabiashara wengi hapa, pamoja na watu maarufu ambao walikuwa wanafika hapa. Na hasa baada ya Mwalimu kutoka Yuno 1995 ameacha kazi ya ualimu, anakaa nyumbani kwa Abdul Said. Mtaa wa Stanley na Sikukuu. Na kutoka hapa mpaka pale nyumbani kwa Abdul Said labda kwa kutembea haichukui hata dakika 10. Alikuwa kishamaliza kunywa chai labda kama saa hizi Mwalimu kishafika hapa. Mwalimu kishatoka Yuno. Basi hata watu wenye kupita wakiambiwa kwa Mwalimu yuko pale. Kiongozi wa Afrika wa Tanganyika aliyekwenda Yuno kudai uhuru. Kwa leo tunaweza kuliona hili jambo dogo, lakini kwa wakati ule lilikuwa jambo kubwa hapana kiasi. Angalau watasema ngoja tuje kwa Bisach tusalimiane naye. Na hivi ndivyo tano ilivyokuja kupata umaarufu, ndivyo tano ilivyokuja kupata nguvu. Okay. Lakini juzi baada ya kutoka ile video yangu kuna kijana mmoja akaniandikia. Mtu mjuzi sana mambo haya. Akaniambia kaka, kuna kitu wewe umesahau. Si tu walikuwa wanakuja kutizama, na wale wafanyabiashara walikuwa wanakuja hapa samaki na nafaka na nini, wale ndio walikuwa wachangiaji wa kwanza wa chama cha tano. Wale wanapewa stakabadhi na Mchuma Kiate na Sharifu Abdalla. Hapo anamwambia bwana, sisi tuna chama hapa, tuna mchango Mwalimu Julius Nyerere ndio kumtamheshimiwa. Mheshimiwa na kwenda Yuno kudai uhuru, tunataka mchango wako. Wanatoa pesa na chakula. Na akanambia na wale huko wanakokwenda sio kama watabakia kimya, wataambia wengine, jamani, mnajua kinachofanyika Dar es Salaam? Kuna chama cha siasa tunadai nchi,
tuwe wamoja jamani, tunge mkono, tuwe watu wamoja. Sasa pale historia hii basi ife hivi tu, watu sijue hivi tu, ishe tu hivi tu, wasijue kama pale ilikuwa ni mmoja ya ngome ya chama cha TANU. Kwa pale ndio walikuwa wakikaa pale, unaweka mipango yao. Hapa amekaa Msaki, hapa amekaa Mwalimu Nyerere, hapa amekaa Mshume, hapa amekaa Shefa Balatasi, hapa amekaa Sharifu wa Mbaya Mtu. Hawa ndio walikuwa wazee maarufu. Hapa amekaa Jumbe Tambaza. Hawa ndio walikuwa wazee maarufu wa Dar es Salaam, na hii ilikuwa kama sehemu yao moja ya kukutania. Ni kwa namna gani harakati hizi kwao walikuwa wakizifanya, ukizingatia ya kwamba kipindi hicho kulikuwa na uongozi wa serikali ya mkoloni? Watu wa special branch walikuwa hawapungui barabara hii ya kwenda mchi. Ndio watu gani hao special branch? Ilikuwa kama unaweza kusema usalama wa taifa wa Uingereza, kutupia jicho ndani ya ofisi ya Abdul Said. Yuko nani pale, nani anaingia, nani anatoka. Na alipomuona Nyerere hapungui pale, wakasema hapa vile panataka tupate habari kamili, pana nini hapa. Okay. Na siku Abdul Said alivamiwa hapa. Sasa kisa hiki mimi nimepata kwa watu wawili. Kwanza alinihadithia Mzee Abdallah, yeye alikuwa ni messenger, mhudumu wa ofisi ya Abdul Said. Okay. Halafu nimehadithiwa na yeye mwenyewe Sharifa Balatasi. Anasema tulivamiwa pale siku moja na town clerk, na akaingia ofisi ya Abdul Said akawa anavuta madro yale, na kwa hakika akakuta kuna kadi za TANU. Sasa hii nakupa kutoka kwa Mzee Abdallah. Mzee Abdallah nilifanya kazi bandarini mimi. Anaambia mimi Muhammad, siku hiyo ni mimi nilikuweko. Kaingia mzungu pale, watu wote wakajua leo hapana salama hapa. Kaingia kwa vishindo hapo, wafanyabiashara wote wakajua leo hapa pana kitu hapa. Basi katoa zile kadi Abdul. Sasa hii nachukua kwa Sharifa Balatasi. Ndio ananihadithia tena mbele ya bwana Abdul Christ. Anamwambia, bwana, siku hiyo baba yako alionyesha ujasiri kweli, alimkabili yule Mwingereza. Na Abdul, Mungu alimjalia, alikuwa na ulimi mzuri sana wa lugha ya Kiingereza. Anamuuliza yule Mwingereza, kwani hiki chama hakiruhusiwi mtu kuwa na kadi? Lakini nitamuuliza bwana Abdul, baba, basi ndio kadi zenyewe za ofisi yako? Basi pale wametiana moto. Mwingereza ameondoka, soko zima hili linavuma kwa huu ndio mwisho wa Abdul. Hii lazima Waingereza watafukuza kazi. Na ngoja kwa kitu moja, Mzee Christ babake Abdul alikuwa Mwafrika wa pili kukaa kwenye bodi ya Dar es Salaam Town Council. Mwafrika wa kwanza alikuwa mwalimu huyu Mtaka huyu, jina lake libadilika kuja. Sawa. Wa pili alikuwa Mzee Christ. Asema hii sasa ndio mwisho, Abdul hana kazi hapa. Sasa labda utaniuliza, alinusurika Abdul? Na ni kweli alinusurika Abdul. Waajiri wake ndio hao Waingereza. Alinusurika Abdul. Alinusurika vipi? Hiki kilikuwa ni kishindo cha pili cha ukubwa la TANU. Kishindo cha kwanza ni siku ya Rashid Alimeli. Akamtawa tenda mtu kwenye kona pale. Alipokwenda ofisini, tena yeye kufanya kazi kwa bwana fedha wa Dar es Salaam Municipal Council. Akachukua pesa za ofisi, akafungua safe ile. Akachukua pesa akamletea Idi Faizi Mafungo, mwakazini wa TANU, akamwambia pesa hizi kamilisheni bajeti ya mwalimu aondoke aende New York akawahi mkutano haraka. TANU fanyeni hizo pesa zirudi. Kumbe hana habari, ndani ya TANU Waingereza wana watu wao wenyewe. Waingereza wanaita mamoro, wana makachero wao, wamepeleka habari wa safari ilikwama, lakini Rashid Alimeli Municipal Council pale, bwana fedha akachukua fedha za serikali, amewapa TANU, safari ya Mwalimu Nyerere kamilika. Wakaja wale wakaguzi kukagua
Lakini ili kupoteza lengo hawakwenda moja kwa moja kwenye shefu, walikwenda kwenye nyaraka, lete hii lete hii lete hii, haraka rasilimali kaja kwa msaisi. Bwana, mambo ndo haya, mambo ndio haya. Na mimi na hakika Mwalimu Nyerere kisa hiki anakijua, mambo ndio haya. Mimi nafungwa sasa. Wazee wenyewe wanasema tulikesha usiku kucha, sisi tunafanya tawasul, tunamlilia Allah, naomba dua. Unajua hii mambo ya dua hii wakati wa tano hii ilikuwa jambo la kawaida, wala si la kusema. Leo ukisema vile watu wanahamaki, hawataka kusikia habari hizo. Kwa nini enzi ya tano ili jambo la dua ilikuwa ni kawaida? Harakati zenyewe wameshika silamu wenyewe. Sasa Abdu vipi? Huyu Abdu anafukuzwa kazi huyu. Basi kilipigwa kisomo hapa sana, fedha itakuwa kisomo, na alichinjwa kondoo. Siku moja na mhadithia, siku moja mtoto wa mzee Kisaka, wakati kijana mdogo alikuwa akifanya kazi hapa na Bisaisi. Huyu mzee Kisaka alikuwa na wanae wawili wachezaji mpira maarufu wa Simba. Mmoja nadhani kwa George yule akisoma hizo kanambia, bwana mimi baba akishahadithia kisa hiki ananiambia, na walifanya kisomo soko zima lile. Mwingereza aliondoka, alibaki hapo kwenye ndio unapatikana. Sawa. Na njiwa walikuwa wanapatikana hapa, pengine labda utupe kisa kidogo hiki, ilikuwaje? Zamani